Marekani imeorodhesha wanajeshi wake waliouliwa na Iran wakati usitishaji wa vita vya Iran pamoja na majeruhi. Hata hivyo, tofauti na operesheni ya Epic Fury, Marekani imesema kuna wanajeshi wao wameuliwa na wengine wamejeruhiwa na mashambulizi ya wa Iran. Hata hivyo, Marekani imesema kwamba sasa kuna hujuma zilizofanywa na wa Iran hata baada ya kusitishwa kwa vita. Kuna idadi ya wanajeshi 4 wameuawa. Pentagon iliwataja wanajeshi 4 waliouawa huko Jordan na Iraq mnamo mwezi Julai na wale ambao ni majeruhi wa operesheni za ng'ambo mnamo Jumapili, tofauti na majeruhi wengine 14 katika operesheni ya Epic Fury iliyoorodheshwa kwenye tovuti yake. Wiki iliyopita gazeti la New York Times limeripoti kwamba idadi ya wanajeshi waliothibitishwa na Pentagon kuuawa wakati wa vita ilikuwa imepunguzwa, huku wanajeshi hao 4 wakiwa wameondolewa kwenye tovuti hiyo. New York Times ilidai kuwa kuna idadi kubwa ya wanajeshi wengi waliouawa katika vita vya siku 40 na hata katika kipindi hiki cha siku 13 za mashambulizi ya kila siku. Jerusalem Post pia imethibitisha wakati huo kwamba nambari za mtandaoni hazikutaja baadhi ya wanajeshi waliouawa na kwamba idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa haikutajwa kama ambavyo ilitakiwa. Hata hivyo, Pentagon ikataja wanajeshi kadhaa waliouawa, kwamba ukiachana na wanajeshi waliouawa katika vita vya siku 40, kuna wanajeshi wengine 4 waliouawa siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na Private Isabella Gonzalez mwenye umri wa miaka 19, Luteni Taylor James Fihan mwenye umri wa miaka 25 ambao waliuawa wakati wa shambulizi la Iran na Jordan, pamoja na wale ambao walikuwa majeruhi tangu Julai mosi licha ya tovuti hiyo kusasishwa mnamo Julai 20. Msemaji wa Pentagon Jean Parnell alilaumu kutokuwepo kwa wanajeshi hao kwa usumbufu wa data wa muda katika chapisho la Alhamisi katika ukurasa wake wa X. Idara ya vita inafahamu kuhusu kukatika kwa data kwa muda kwenye tovuti ya mfumo wa uchambuzi wa majeruhi wa ulinzi DCAS, alisema Parnell. Hitilafu hizi za tovuti kwa sasa zitatatuliwa kwa uratibu wa huduma za kijeshi, anasema zaidi msemaji wa Pentagon. Pia alishutumu New York Times kushirikiana na vyanzo visivyojulikana kuongeza habari za uongo kwamba kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani waliouawa katika Mashariki ya Kati. Msemaji huyo wa jeshi la Marekani amesema kwamba idadi halisi ya wanajeshi hao ni ile iliyowekwa katika tovuti na si wanajeshi wengine ambao wanatajwa na baadhi ya vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na New York Times. CBS News iliripoti kwamba maafisa wa ulinzi wa Marekani hawakuwa watoaji wa taarifa kwa waandishi wa habari juu ya vifo vya wanajeshi wao, na kutokana na picha za satellite zinaonyesha mashambulizi makubwa, baadhi ya wanajeshi wakidondoka na kuuawa, wengine wakikimbia, lakini inaonekana kwamba kuna majeruhi wengi na vifo vingi ambavyo nambari za askari hao hazikutajwa katika tovuti za Pentagon. Tovuti ya Pentagon ilionyesha baadhi ya hitilafu katika idadi ya wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa. Wiki iliyopita wanajeshi 482 waliorodheshwa kuwa walijeruhiwa katika kipindi hiki cha vita na mashambulizi ya Iran, lakini kwa sasa idadi hiyo imepunguzwa hadi kufikia 417. Wanajeshi wengine 207 waliorodheshwa na kuondolewa katika operesheni hizo, lakini yote haya ni namna ambavyo Marekani inatengeneza propaganda kwamba wanajeshi wake hawakuuawa kwa wingi wala kujeruhiwa kwa wingi. Katika ripoti ya awali, New York Times ilidai kuwa makumi ya wanajeshi wa Marekani walijeruhiwa na wengi waliuawa, kwamba hawakuripotiwa na CENTCOM, pamoja na uharibifu wa helikopta zao kadhaa. Afisa mmoja aliambia New York Times kwamba CENTCOM hailazimiki kufichua habari kuhusu wanajeshi waliojeruhiwa, haswa wakati wanajeshi hao wanatarajiwa kurejea kazini haraka, na kufanya hivyo kunaweza kuipa Iran faida ya kimbinu katika kulenga mashambulizi ya siku zijazo. Na hofu yao ni kwamba ikumbukwe Marekani inaonekana ndio jeshi kubwa ulimwenguni, na hivyo kueleza kwamba idadi ya wanajeshi wengi wameuawa ni kuonyesha kwamba jeshi hilo ni dhaifu mbele ya Wajemi. Chanzo tofauti kilibainisha kuwa Marekani haitashiriki habari zinazohusiana na kuuawa au kujeruhiwa kwa wanajeshi wake, kwa sababu kutasaidia Iran kushambulia makombora yake hatari ya ballistic na mashambulizi ya drone, ikiwa katika ngome zake za kijeshi, hasa Jordan na vituo vingine vya Mashariki ya Kati. Hoja hii ndio sababu CENTCOM imeacha kuthibitisha ni malengo mangapi ya Iran ambayo yamepiga kila siku. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.